Leo katika makala yetu tunazungumzia makombora hatari katika ulimwengu tuliopo. Makombora haya ndiyo yamebadilisha mizani ya kivita ulimwenguni, na kuna mataifa ambayo yameshikilia nguvu za makombora haya yakiwemo makombora ya nyuklia, na kuna mataifa mengine ambayo yanajinyanyua kutafuta nguvu hizo za nyuklia. Katika muktadha huo, leo tunazungumzia taifa la Iran ambalo linapatikana Mashariki ya Kati. Tuende tukayafahamu makombora 20 hatari ya taifa hilo la Iran ambalo lenye nguvu Mashariki ya Kati. Je, unataka kufahamu ni makombora yapi? Na je, kwa nini makombora haya yawe hatari katika taifa la Iran na Mashariki ya Kati kwa ujumla? Basi karibu ungana na mimi ili uweze kupata kuyafahamu makombora hayo hatari na lipi litaibuka mshindi. Karibu katika makala yetu. Katika nyanja za kijeshi duniani, uwezo wa makombora ni zaidi ya chuma kinachorushwa angani. Ni ujumbe wa kiitikadi, silaha ya kisiasa na kifaa cha ulinzi chenye madhara ya kimkakati. Iran, taifa lenye historia ya kujitegemea katika teknolojia ya kijeshi, limeibuka kama kinara wa makombora ya aina mbalimbali, kutoka ya masafa mafupi hadi hypersonic ya kasi ya ajabu. Makala hii inaleta uchambuzi wa kina wa makombora hatari zaidi yanayomilikiwa na Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Tukiangazia nambari 20, hapa tunaliangazia kombora la Mohajer-10. Droni hii ya kisasa inaweza kubeba silaha kadhaa, kufanya upelelezi wa hali ya juu na kubaki angani kwa saa 24. Ina teknolojia ya kutambua lengo na kulipiga kwa usahihi wa hali ya juu. Ni sehemu ya vita vya kisasa vinavyoegemea katika akili bandia. Nambari 19, hapa tunaimulika Shahed-136. Ingawa ni droni, kazi yake ni sawa na kombora, ni kifaa cha kujitoa muhanga. Linabeba kichwa cha milipuko, linaruka kwa kasi ndogo, lakini linapokaribia linaingia kama kombora. Linatumika na kundi la Houthi, Hezbollah na Irani yenyewe katika mashambulizi ya mbali. Nambari 18, hapa tunamulika KH-55, toleo la Iran. Irani na toleo la kombora la zamani la Soviet linalojulikana kwa uwezo wa kuruka hadi kilomita 3000. Linaweza kurushwa kutoka kwenye ndege na linabeba mzigo mkubwa wa kijeshi ikiwemo uwezo wa nyuklia. Nambari 17, hapa tunalimulika kombora la Dezful. Ni toleo la kisasa la Zulfikar. Dezful linaweza kufikia umbali wa kilomita 1000 hadi 1500. Ni kombora la kisasa linalotumika kwa kushambulia maeneo ya umbali wa kati kwa kasi kubwa na mzigo mzito. Nambari 16, hapa tunamulika kombora la Faraj-3, Ashura na Rezvan. Makombora haya ya masafa ya kati hadi marefu, baadhi yakitumia mafuta imara, yanatajwa kuwa na uwezo mkubwa wa kubeba vichwa vya nyuklia MIRV, teknolojia ngumu sana ambayo huruhusu kombora moja kugawanyika na kushambulia maeneo tofauti kwa mpigo mmoja. Nambari 15, hapa tunaangazia makombora ya Somal, Pavehi, Haidar, Taraya na Nasri. Hizi ni familia za cruise missile zinazofanana na KH-55 ya Soviet Union. Zinaweza kurushwa kutoka ardhini, kwenye magari au hata ndege. Zina masafa ya kati ya kilomita 600 hadi 1200 na hutumiwa kwa mashambulizi ya kina dhidi ya vituo vya mawasiliano, nishati na viwanda. Nambari 14, hapa tunalimulika kombora la Hoveiza, kombora la cruise lenye uwezo wa kufikia hadi kilomita 1350. Linaruka karibu sana na ardhi ili kuepuka kugunduliwa na rada. Linasifiwa kwa teknolojia ya ndani ya Iran ya turbofan engine, mafanikio makubwa ya kiufundi. Nambari 13, hapa tunamulika kombora la Hormuz-1 na Hormuz-2. Makombora haya mawili ni toleo la juu zaidi la Khalid Fars. Hormuz-1 linatumia passive radar, huku Hormuz-2 likitumia active radar kufuatilia na kulenga lengo. Yote mawili ni makombora ya baharini yanayoweza kulenga meli au vituo vya rada vilivyo mbali. Nambari 12, hapa tunaliangazia kombora la Khalid Fars, kombora la kipekee lililobuniwa kulenga meli. Lina uwezo wa kutambua lengo linalosonga kama meli ya kivita kwa kutumia rada. Linasafiri umbali wa kilomita 300 hadi 400. Hili ni jibu la Iran
kwa uwepo wa kijeshi wa Marekani katika Ghuba ya Uajemi. Nambari 11, hapa tunaliangazia kombora la FAT-360. Ni kombora dogo la kisasa linalolenga kutumika kama artillery missile. Linasafiri kwa kasi ya Machi 3 hadi 4 na kutumia mwongozo wa GPS. Linalenga kuongeza usahihi wa mashambulizi ya ardhini kwa matumizi ya muda mfupi. Nambari 10, hapa tunaliangazia kombora la Fateh-110. Hili ni kombora la kisasa lenye uwezo wa kulenga kwa usahihi wa hali ya juu. Masafa yake ni kilomita 300 hadi 500, lakini linaaminika kwa uwezo wake wa kubeba vichwa vya kulenga rada, bunkers na miundombinu. Toleo lake limekuwa msingi wa makombora mengine mengi ya Iran. Nambari 9, hapa tunaliangazia kombora la Zulfikar. Kombora hili linatumika kwa mashambulizi ya kati. Linaweza kufikia umbali wa kilomita 700, kubeba mzigo wa kilo 250. Zulfikar lilitumika kulenga kambi ya Marekani nchini Iraq mwaka 2020, likithibitisha ufanisi wake kwa vitendo. Nambari 8, hapa tunaliangazia kombora la Qiyam-1. Kombora hili linaonekana katika vita vya Syria na Yemen. Liliundwa bila fins, sehemu za kulenga ambazo kwa kawaida hufanya kombora lionekane kwenye rada. Lina masafa ya karibu kilomita 800 hadi 1000. Ni gumu kuligundua na limejengwa kwa malengo ya mashambulizi ya ghafla. Nambari 7, hapa tunaliangazia kombora la Emad, toleo la kisasa la Shahab-3 likiwa na uwezo mkubwa wa Orient Vehicle kuingia tena kwenye anga kwa kasi na usahihi. Emad linaweza kulenga kwa usahihi wa hadi mita chache, kitu ambacho hakikuwahi kufikiwa na Shahab-3. Ni hatua kubwa katika usahihi wa makombora ya Iran. Nambari 6, hapa tunaliangazia kombora la Shahab-3. Hili ndio kombora la msingi katika historia ya makombora ya Iran. Limejengwa kwa msingi wa teknolojia ya Korea Kaskazini ya Dongdong-1. Linaweza kufikia umbali wa hadi kilomita 2100 likiwa limeboreshwa mara kadhaa kwa miaka. Ni kombora la kuaminika lililotumiwa katika majaribio na mashambulizi halisi. Nambari 5, hapa tunalimulika kombora la Khorramshahr. Kombora hili lina mzigo mkubwa wa mlipuko hadi kilo 1500 na linaweza kusafiri zaidi ya kilomita 2000. Lipo katika familia ya makombora ya kimiminika liquid foil, na toleo la Khorramshahr-4 linatajwa kuwa la kasi na gumu kulifuatilia. Mzigo mkubwa wa mlipuko hulifanya kuwa na madhara ya kimkakati zaidi. Tukiangazia nambari 4, hapa tunalimulika kombora la Fatah-1 na Fatah-2. Fatah ni kombora la hypersonic linalosafiri kwa kasi ya hadi Mach 15 mara 15 ya kasi ya sauti. Hii ni teknolojia ya hali ya juu mno ikilinganishwa na makombora ya kawaida. Linapofika karibu na shabaha, linaweza kubadilisha mwelekeo mara nyingi kwa lengo la kupunguza uwezekano wa kugunduliwa na kinga ya ulinzi wa anga. Irani inadai Fatah haliwezi kuzuilika na mifumo yoyote ya ulinzi duniani kwa sasa. Nambari 3, hapa tunaliangazia ama kulimulika kombora la Haji Qasem. Kombora hili lilitambulishwa rasmi mwaka 2020 baada ya kuuawa Jenerali Qasem Soleiman. Linatajwa kuwa na uwezo wa kufikia zaidi ya kilomita 1400 na linaweza kubeba mzigo wa kilo 500. Ni solid fuel, jambo linalosaidia katika kujiandaa na mashambulizi ya haraka. Iran linachukuliwa kama jibu la moja kwa moja dhidi ya uadui wa nje. Nambari 2, hapa tunaliangazia kombora la Haiba-Shehan. Hili ni kombora jipya lenye masafa ya kilomita 1450. Linatengenezwa kwa nyenzo nyepesi lakini ni ngumu kama carbon fiber, likiwa na uwezo wa kufanya manuva mwishoni mwa safari yake, jambo linalotatiza mifumo ya ulinzi wa anga. Linatumia teknolojia ya terminal guidance inayoongeza usahihi wa kulenga shabaha. Na hatimaye namba 1 imekwenda kwa Sejir. Hapa tutalimulika kombora la Sejir-1 na Sejir-2. Makombora haya ni ya masafa ya kati na hutumia mafuta imara badala ya kimiminika. Hii huwapa faida kubwa ya uzinduzi wa haraka dakika chache tu baada ya amri kutolewa. Sejir-2 lina uwezo wa kufikia hadi kilomita 2500. Hii ina maana inaweza kulenga maeneo mengi katika bara la Asia na Ulaya. Mafanikio ya Sejir yameifanya Irani kuwa ni miongoni mwa mataifa machache yanayomiliki MRBM za solid fuel.
Irani imejenga uwezo mkubwa wa makombora unaolenga kuzuia mashambulizi, kulipiza kisasi na kuonyesha uwezo wa kisiasa. Makombora haya si tu zana za kivita, ni ujumbe unaotumwa kwa ulimwengu mzima kuhusu uwezo wa kujilinda na kushambulia. Kila kombora lina hadithi yake na lengo lake katika ulimwengu wa leo usio na uhakika. Hayo ndio makombora 20 hatari zaidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Basi usikose kusubscribe, kulike na kushare video hii. Bye bye. Naam, mpenzi mtazamaji, na imani umeburudika na kuelimika na kufahamu makombora hatari yanayopatikana Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Basi ni kuombe usubscribe na kugusa alama ya kengele ili usipitwe na video zetu kila wakati tunapopakia. Mimi sina la ziada, nikutakia utazamaji bora wa vipindi vyetu vinavyokuja. Bye bye.